lakini bado kwenye vile vitu hakuona msaada. Ndio maana anasema cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Na ndio maana siku ya leo Mungu amependa kufundisha kuhusu msaada wa Mungu unaobadilisha maisha. Kumbe kuna misaada ya watu, lakini bado haiwezi kubadilisha maisha. Tunaweza kujiuliza, kwani msaada ni nini? Msaada ni kitu ambacho mtu mwingine anakupa, ambacho wewe kwa wakati huo ulikuwa hauna uwezo wa kuwa nacho. Inawezekana leo una njaa au una mpango wa chakula, lakini mtu anakwambia bwana, labda kuna kilo fulani za mchele tunaomba. Maana yake amekupa msaada kwa wewe ulikuwa unahitaji. Ikiwa hivyo vitu unavyo, huo sio msaada. Kwa hiyo kuna neno msaada ikiwa kuna neno uhitaji. Hakuna msaada unaokuja mahali ambapo hapana uhitaji. Maana yake kila msaada unakuja mahali ambapo pana uhitaji. Na Mungu alivyotuumba sisi wanadamu, yeye ni baba yetu, na kwa kuwa yeye ni baba yetu, alituumba kwa namna ambayo kwa kila pointi ya maisha yetu tunapaswa kumfanya yeye kuwa msaada. Sijui kama unanielewa, lakini kuna kitu kimoja kimenishangaza, kwamba kumbe Mungu hafanyiki msaada mpaka pale utakapogundua kuwa wewe unamhitaji. Yaani kwa Kiswahili chepesi, Mungu hatakuja kujipendekeza kwenye maisha yako ikiwa wewe haumhitaji, ila atafanyika msaada pale ambapo na wewe mwenyewe utaona kweli unamhitaji Mungu. Mungu huwa haingilii vita ambayo hajaalikwa. Mungu huwa haingilii vita ambayo hajaalikwa. Kuna mambo ambayo unaweza wewe ukawa unapambana nayo, lakini kwa sababu yeye hujaongea, anakaa pembeni na kuangalia mpaka utakapoona kama kumbe hichi kitu kwa nguvu zangu siwezi. Kwa nguvu zangu siwezi. Tusome kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 29. Zaburi sura ya 18 mstari wa 29. Zaburi 18:29. Zaburi 18:29. Biblia inasema, maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi. Jamani, huyu aliyeandika hizi habari ni Daudi. Na ukiangalia kitabu cha Zaburi, kitabu ambacho kimejaa maneno mengi yaliyoandikwa msaada. Kuna wakati fulani hivi Daudi kwenye Zaburi 121 anasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Kati ya kitu ambacho Daudi aliwiki kwenye maisha yake mpaka Mungu anasema, nipate wapi tena mtu mwenye moyo wa kunipendeza kama Daudi? Daudi kwenye kila kitu alichokifanya alifanya Mungu kuwa msaada wa kwanza. Anapoandika maneno haya anasema, kwa msaada wako nafuatia jeshi. Daudi alikuwa hawezi kwenda kupigana vita kabla hajaenda kuomba msaada kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kwenye historia za wafalme wote kwenye Biblia, Daudi ni mfalme ambaye kila vita aliyopigana alishinda. Siri ya kwanza ya Daudi katika kushinda kwake, kila point kabla hajaenda vita yoyote, ndio maana kwenye mstari anasema, kwa msaada wako nafuatia jeshi. Alikuwa kabla jeshi hajaenda kuvamia jeshi, anamuuliza mzee, twende, utakuwa pamoja nasi. Anasikiliza Mungu anamwambia. Mungu akimwambia, mwanangu usiende, haendi. Tunapaswa kujua huyo alikuwa ni mfalme, ana jeshi, alikuwa na uwezo wa kuchukua jeshi likaenda vitani bila kumuuliza Bwana, maana ana mamlaka. Kwa nini anauliza?
Kwa